kuhakikishia kula sitajia kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, mimi ndio msemaji, CCM ipo tayari kwa uchaguzi ambao tunashiriki kwenda kushinda kwa kishindo. Mko tayari? Wangapi wako tayari kwa uchaguzi? Wangapi wananihakikishia Morogoro nzima itakuwa kijani? Nitaongea kesho, ni waombe wa Tanzania na wana Morogoro tuendelee kuhakikisha nchi yetu tunadumisha amani na utulivu. Bila amani hatuwezi kupata mafanikio, hatuwezi kufanya shughuli zetu. Nataka niwahakikishie nchi yetu ni tulivu chini ya Jemadari Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan. Chama unakijua mwanzo mpaka mmoja vijana sasa hivi chama unakijua. Tuendelee kusimama na Dr. Samia Suluhu Hassan. Chama cha Mapinduzi kina wajibu na dhamana: moja, kuwaletea wananchi maendeleo, lakini la pili, kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kuwepo katika nchi. Kwa hiyo niwashukuru sana wana Morogoro wenzangu, na mimi kama ndugu yenu nitatembea kifua mbele kwamba Morogoro madiwani wote wawe wa Chama cha Mapinduzi, Kwa majina naitwa Salma Mbandu, ni katibu wa madiwani manispaa ya Morogoro, lakini mimi pia ni diwani wa viti maalum. Tunamshukuru Mungu, siku hii ya leo tumepokea ugeni mkubwa wa mwenezi wetu wa taifa ndugu Amos Makalla, ambaye ameanza ziara ya siku 7 katika mkoa wetu wa Morogoro. Tumempokea leo kimkoa, lakini kesho atakuwa manispaa ya Morogoro na tutashirikiana naye akiwa pale kwenye viwanja vya shule ya msingi Mwembesongo. Tunawakaribisha wananchi na wakazi wa manispaa ya Morogoro kwa siku ya kesho wajitokeze kwa wingi kumsikiliza mwenezi wetu wa taifa. Kwanza utaleta hamasa kwa chama chetu cha Mapinduzi, maana yeye ndiye mnenaji wa chama chetu cha Mapinduzi. Kwa hiyo kutakuwa kuna hamasa kubwa, lakini kwa sababu hatuwezi kumsemea, atakayotuletea maagizo yoyote tutayasikiliza na kuyafanyia kazi. Binafsi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ujio leo wa mgeni wetu, katibu wetu uenezi wa taifa Amos Makalla. Ni mtoto wetu wa nyumbani Morogoro. Kwa kweli tumefurahi sana kumuona mwanetu amekuja kututembelea, lakini kwa kazi kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Combination yao imebalance yeye pamoja na katibu wetu wa taifa na yeye pia mwenyewe mwenezi wa taifa kwa kazi kubwa ambazo wanazozifanya kwa ajili ya chama chetu cha Mapinduzi, ambacho ndicho chenye chama chenye irani hii tunaitekeleza na maendeleo yanayokimbia katika nchi yetu. Binafsi tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu katika ziara yao, na pia kwa kuwa wamekuja katika mkoa ambao ni nyumbani kwao, na Morogoro uzuri kihistoria ni Morogoro ya kijani, na tunaamini tutaendeleza mwaka huu, tena uchaguzi wa mwaka huu, kura nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais, na wabunge wetu wote lazima warudi katika majimbo yetu, na hata baraza la madiwani hasa halmashauri ya manispaa ya Morogoro, kata zote tutazichukua kwa sababu kazi kubwa zimefanyika na utekelezaji wa ilani mkubwa umefanyika. Mfano rais wetu na rais wa mfano Afrika na duniani kote. Mama anapenda watu, mama mcha Mungu, mama mpenda maendeleo, mzalendo wa kweli katika nchi yetu ya Tanzania. Tunawajibika kama viongozi wa dini kukiunga mkono chama ambacho Mungu amekipa ridhaa ya utawala katika nchi, na kwa sababu hiyo ndiyo maana niko hapa. Lakini kwa nafasi hii nataka niwahase viongozi wenzangu wa dini wanayeinyoshea mikono serikali, hususan rais wa nchi, waache kufanya hivyo, kwa sababu viongozi wa dini
tuna access ya kuomba hata kuonana na rais kama liko jambo tukaongee naye tukiwa kwenye kikao cha heshima na faragha. Isingependeza sana kusimama na kuanza kushambulia mamlaka, hata kama sisi ni viongozi wa dini. Ni kweli tuna watu chini yetu, tuna watu nyuma yetu, na hususan kila Mtanzania yuko chini ya dini yake, kwa sababu hakuna mtu ambaye hana imani yake, labda ni yule ambaye hamwamini Mungu kabisa. Lakini pamoja na hayo, tunapaswa tuziheshimu mamlaka na ikiwezekana tuzitii, kwa kuwa hata maandiko matakatifu yanasema ashindanaye na mamlaka atapewa hukumu. Hivyo niwaase kwamba tushirikiane na serikali ya madarakani, na kama kuna jambo, wao ni wanadamu pia, tunaona linakwenda kinyume na haki za binadamu, tutafute namna ya heshima ya kuongea na watawala na wenye mamlaka. Hiyo italeta ustawi mkubwa sana wa kati ya viongozi wa dini na viongozi wa chama na hata serikali.